Mbuzi aina ya boa ni mbuzi ambao walitengenezwa au tuseme kuendelezwa kutoka kwa mbuzi wa asili wa kutoka Afrika ya Kusini na kutengeneza hybrid au mbegu chotara ya mbuzi ambao wanaitwa boa. Mbuzi aina ya boa ni kama huyu unayemuona hapa, huyu dume. Mara nyingi wana mchanganyiko wa rangi mbili, kwamba rangi ya kahawia na rangi nyeupe, yani reddish brown na nyeupe. Sifa yao kubwa ni kwamba hawa mbuzi kwanza wana umbo kubwa, yani ukipata dume ambalo limekuwa vizuri linakuwa na umbo kubwa, kwa hiyo ni wakubwa kuliko mbuzi wa asili. Sifa ya pili ni kwamba mbuzi hawa wana uwezo wa kuzaliana sana, kwamba ukipata dume ambalo liko vizuri basi linapanda vizuri. Lakini ukimwangalia pia kwa muonekano, hawa mbuzi kawaida wanakuwa na masikio makubwa, alafu pia wanakuwa na masikio ambayo yanatazamia chini. Ukimpata mkubwa ambaye amekomaa tayari, mara nyingi wanakuwa na pembe kubwa kama unavyoona za huyu, na kuna wengine zinajikunja. Kwa asilimia kubwa huwa zinajikunja namna hii, na wanakuwa na kidevu au ndevu nyingi na kubwa kama unavyoona huyu mwamba hapa. Unaziona hizi Na ukiangalia uso wao kwa hapa juu, unaona haujanyoka au kubonyea kama walivyo mbuzi majike na mbuzi wa madume wa asili au wa kienyeji. Kwa lugha rahisi, mimi napenda kutumia neno asili. Kwa hiyo huyu unaona hapa uso wake ni kama umevimba, ana kama kamlima hapa kama unavyomuona huyu, lakini vinginevyo anakuwa tu anaonekana kama mbuzi wa kawaida. Tofauti yake kubwa ni kwamba wenyewe wanakuwa na umbo kubwa. Wanaweza kufikia uzito wa kilo 60 mpaka 80, na mara chache wanaweza kwenda mpaka kilo 90 kwa mnyama akiwa hai mkubwa, yani live weight. Kwa nini watu wanawapenda boa au kuwatafuta sana boa? Sababu kubwa ni kwamba huyu mbuzi aliendelezwa kama mbuzi kwa ajili ya nyama. Kutokana na umbo lake kubwa, anakuwa na uzito mkubwa, kwa hivyo nyama inakuwa nyingi. Lakini sababu nyingine ni kwamba wanakuwa haraka, tofauti na mbuzi wetu wa asili. Hawa mbuzi ukipata mazingira sahihi, ukiwapa chakula wanachohitaji kwa muda mwafaka, wanakuwa upesi sana kuliko mbuzi wa asili. Kwa hiyo ina maana kama unalenga kwa ajili ya nyama, utakuwa unapata nyama nyingi na mapema zaidi kulinganisha na mbuzi wetu wa asili. Kwa hiyo ukuaji wao pia ni mkubwa. Hawa mbuzi hawavumilii sana joto kwa sehemu kubwa. Wanapenda mazingira ya baridi, na kama utawanunua sehemu wanayotoka yenye baridi, basi unaweza ukapata shida kidogo kuwalea unapowaleta eneo lenye joto. Kwa mfano kwa Tanzania yetu, mazingira ya Pwani, Dar es Salaam, Morogoro, Tanga, yani yale mazingira yenye joto kwa ujumla, hawafanyi vizuri sana. Sio kwamba hawafugiki, wanafugika, lakini ukuaji wao na ustawi wao kwa ujumla unakuwa wa hali ya chini ukilinganisha na mikoa yenye baridi kama Moshi, kusini kama Iringa, Mbeya. Huko wanafanya vizuri zaidi kwa ujumla wake kulinganisha na maeneo ambayo yana joto. Kwa hiyo kama unapata boa ambaye ni pure lakini amezaliwa hapa hapa kwetu Tanzania, hasa mazingira ya joto, na unataka kumfuga maeneo ya joto, basi huyo atakuwa ameshazoea mazingira, au tunasema ameadapt vizuri zaidi, tofauti na yule mbuzi ambaye utamtoa eneo lenye baridi moja kwa moja kumleta kwenye eneo la joto.
Na hawa mbuzi kama walivyo mbuzi wa asili, ili uweze kupata matokeo mazuri, kwa maana ya kwamba wakue vizuri, wazaliane vizuri, usiwafuge kwa zero grazing, yani usiwakatie majani kama ndio namna yao ya kula kwa wakati wao wote ambao unafuga, hautapata matokeo. Hii pia inatumika au tuseme ina apply hata kwa mbuzi wetu wa asili. Kama mbuzi unaweza kumkatia majani tu au unamfunga mahali pamoja muda wote, hauwezi kupata matokeo. Mbuzi sharti achungwe. Na kwa nini wanapata matokeo wakiwa wanachungwa? Kwa sababu mbuzi kwa asili yao hawa tunawaita browsers, sio grazers kama walivyo ng'ombe. Browsers kwa maana wenyewe wana browse, yani wanatafuta majani ya mara nyingi ambayo yako juu, yani miti, vichaka. Kwa hiyo akiwa porini anakula mti huu, kichaka kile, mti ule, kichaka kile, anapata viinilishe vinavyohitajika kwa uwiano mzuri, tofauti na ukiwa umemfunga nyumbani. Kwa sababu anayemfuga nyumbani au kumfungia mahala pamoja muda mwingi atakula majani ya eneo lile tu, na mara nyingi anayekatia majani atapenda kukata majani ambayo yamenyooka, yani marefu na ambayo ni rahisi kukata. Lakini kama unakata majani sio rahisi, ukakata majani ya aina mbalimbali, yani mti huu, mti ule kwa siku moja au kwa siku kadhaa. Lakini mbuzi yeye kwa asili yake, kwa sababu yeye ni browser, basi anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sifa za mbuzi aina ya boa. Kwa hiyo karibuni sana, tuendelee kujifunza. Kwa wale wanaotaka kufuga, wanaohitaji ushauri zaidi namna ya kufuga, tuendelee kujifunza. Namba yangu itakuwa kwenye sehemu ya description ya hii video. Kikubwa na cha msingi, subscribe, bonyeza alama ya kengele, usikose tutorial nyingine, na tutaendelea kujifunza pia. Asanteni sana kwa kutazama.